Ni siku nyingine tulivu tena, tumekutana katika simulizi mpya ya simulizi inayokwenda kwa jina la Suzi, hadithi isiyoisha. Wanasema kuna hadithi ambazo huanza polepole kama upepo wa jioni, lakini kadri zinavyoendelea hubeba dhoruba nzito ya maumivu, mapenzi na maamuzi yasiyotarajiwa. Hii si hadithi ya kawaida, ni simulizi ya mwanamke aliyepitia mengi, akaanguka, akasimama na bado anaendelea kupigana na maisha. Hii ni hadithi ya Suzi, hadithi isiyoisha, sehemu ya kwanza. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Semkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Semkwai. Lakini pale YouTube unaweza kasachi Chemchem ya Simulizi. Sio vibaya kama utalike, kucomment na kusubscribe ili uwe kwanza kupata simulizi zote ambazo zitakuwa zinarushwa katika uwanja wa YouTube. Basi Suzi anaanza kutueleza. Suzi anaanza kwa kusema, mimi naitwa Suzi, ni mama wa watoto wawili. Wengi wanaponiangalia leo wanaweza kudhani kwamba maisha yangu ni ya kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba kila tabasamu langu lina historia ndefu nyuma yake. Na kabla sijawa mama, kabla sijajua maana halisi ya mapenzi, maumivu na kujitegemea, nilikuwa msichana mdogo tu kutoka huko kijijini Katavi. Suzi mimi nilizaliwa na kukulia huko. Maisha hayakuwa rahisi hata kidogo kwa upande wangu. Nilikuwa naishi na mamangu pekee, mwanamke jasiri lakini alielemewa na ugumu wa maisha. Mama yangu alikuwa anauza pombe za kienyeji ili tupate chakula na mahitaji mengine ya msingi. Nakumbuka harufu ya pombe ile, sauti za wateja waliokuwa wakija usiku na kelele zilizokuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Hayakuwa mazingira mazuri kwa mtoto kukulia pale, lakini sikuwa na chaguo. Nilikuwa nikimuona mama yangu akihangaika kila siku, akichoka, lakini bado alijitahidi kunilea. Ndipo moyoni mwangu nikaanza kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Je, Suzi mimi haya ndio maisha nitakayoishi milele? La hasha, lazima nifanye kitu. Na siku moja baada ya kuona hali inazidi kuwa ngumu, nilifanya uamuzi ambao ungebadilisha kabisa hatima yangu. Niliondoka Katavi na kuelekea mjini Tabora. Nilikuwa na ndoto moja tu, kutafuta maisha bora. Na nilipofika Tabora, mambo hayakuwa rahisi kama nilivyofikiria. Mji ulikuwa na changamoto zake na kila kona ilikuwa na hadithi yake. Nilianza maisha mapya nikiwa peke yangu, nikijitahidi kuishi kadri nilivyoweza. Na ndipo maisha yaliponipelekea kukutana na mtu ambaye sikujua kama angekuwa sehemu kubwa ya simulizi yangu. Jina lake alikuwa anaitwa Derek. Mwanzo nilimwona kama mtu wa kawaida tu kwa upande wangu, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, alizidi kunivutia. Derek alikuwa na maneno matamu, ahadi nyingi na upendo ambao sikuwa nimewahi kupata hapo kabla. Sikujua kama nilikuwa napenda au nilikuwa natafuta tu mtu wa kunistiri kwenye upweke wangu. Derek hakuwa mwanaume wa kawaida kama wengine niliwahi kukutana nao hapo nyuma. Derek alikuwa ni mfanyabiashara kawaida tu, si tajiri sana, lakini alikuwa na kitu cha kipekee sana. Alijua kuendesha maisha yake kwa utulivu na heshima, kitu ambacho kilinivutia sana tangu mwanzo. Derek alikuwa na mipango, alikuwa na malengo, na zaidi ya yote alijua kumpa mwanamke furaha aliyostahili. Derek alinipenda Suzi mimi na hakusita kuonyesha hilo. Alinijali, alinithamini na kila siku alihakikisha kwamba ninatabasamu. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu nilihisi kama nimepata mtu ambaye kweli ananiona, si kwa macho tu bali hadi moyoni. Na mimi pia nilimpenda Derek, lakini ukweli ni kwamba sikumpenda kawaida, nilimpenda kupitiliza. Upendo wangu kwake ulikuwa mkubwa kiasi kwamba ulianza kubadilika, ukawa kitu kingine kabisa. Yaani nikaanza kuwa na wivu. Nilikuwa na wivu uliopitiliza. Mwanzoni ulikuwa wivu wa kawaida tu wa kimapenzi, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, wivu wangu ulizidi kukua. Nilianza kumchunguza Derek, kumuuliza maswali mengi na wakati mwingine hata kumtilia shaka bila sababu ya msingi. Nilitaka kuwa naye Derek kila muda. Nilitaka nijue kila anachofanya. Sikujua kama nilikuwa namlinda au nilikuwa naanza kumkaba. Kwa Derek ule wivu haukuwa tena ishara ya upendo, bali ulikuwa ni kero kwake.
Na mara nyingi Derek alijaribu kunikanya, kunielewesha kwa upole, lakini moyo wangu ulikuwa mgumu kuelewa. Nakumbuka siku moja Derek aliniangalia kwa utulivu, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito. Derek akasema Suzy, najua unanipenda, hilo silikatai hata kidogo. Lakini Suzy, huu wivu wako mama, ndio kitu ambacho siku moja kitatukumbanisha mimi na wewe. Suzy anasema nilimtazama Derek bila kusema neno lolote. Derek akaendelea kusema. Derek akasema Suzy, kumbuka nilikokutoa. Ningekuwa ni mwanaume mwenye malengo mabaya na wewe, ningekuwa nimeshakuacha kitambo, ningekuchezea tu. Lakini Suzy, Derek, mimi nimechagua kubaki na wewe kwa sababu nakujali, nakupenda na nina malengo makubwa na wewe Suzy. Tumekaa mwaka mzima sasa na sijawahi kukuvunjia heshima hata siku moja. Suzy anasema maneno ya Derek yalikuwa ya kweli na moyoni mwangu nilijua hilo, lakini bado sikutaka kushindwa. Nikaendelea kumsikiliza Derek akiwa anaendelea kuongea. Derek aliendelea kunieleza mambo mengi kuhusu imani, heshima na namna upendo unavyohitaji nafasi na uhuru ili ukue. Derek alizungumza kwa utulivu, akijaribu kunirekebisha, si kwa hasira bali kwa upendo. Lakini mimi nilikuwa mbishi. Nilimwambia Derek kwa sauti iliyojaa hisia. Nikasema, Derek, unasema unanipenda na uko tofauti na wanaume wengine. Kama kweli unanipenda Derek, basi nenda nyumbani kwetu ukajitambulishe. Derek alishtuka kidogo baada ya kusikia neno hilo. Kisha niliendelea kuongea. Nikasema, yani Derek, usiniambie maneno matupu kila siku. Nionyeshe kwa vitendo Derek. Nionyeshe kama mimi ni wako. Nionyeshe kama mimi ni wako kweli. Na kama kweli unanipenda, basi fanya kile mwanaume anayejitambua anapaswa kufanya Derek. Suzy anasema kulikuwa na ukimya mzito kati yetu baada ya mimi kuongea maneno yale. Maneno yangu yalikuwa yamejaa msukumo wa mapenzi, lakini pia alibeba pressure kubwa sana. Sikujua kama nilikuwa natafuta uthibitisho upendo wake au nilikuwa nalazimisha kufanya uamuzi ambao hakuwa tayari Derek kuufanya. Suzy anasema Derek baada ya kumwambia maneno hayo alikaa kimya kwa muda mfupi. Alivuta pumzi ndefu kana kwamba alikuwa anatafuta maneno sahihi ya kuniambia. Kisha alinisogelea taratibu, akanishika mikono yangu kwa upole na kuniangalia moja kwa moja machoni. Kisha akasema Suzy. Aliniita kwa sauti ya utulivu iliyojaa hisia. Kisha akasema Suzy, mpenzi wangu, amini ninachokwambia. Kila kitu kina muda wake na kila kitu kinahitaji mipango. Suzy anasema nilimtazama usoni Derek bila kuongea neno lolote. Derek akaendelea akasema huu mpango ambao unaniambia kwamba wakwenda nyumbani kwenu kujitambulisha upo. Huo mpango upo Suzy, na si jambo ambalo nalichukulia mchezo. Ni moja mipango yangu muhimu kabisa. Suzy anasema baada ya Derek kuongea maneno hayo, moyo wangu ulianza kutulia kidogo, lakini bado nilikuwa nasubiri zaidi. Derek akaendelea akasema Suzy, sitaki kufanya mambo kwa haraka halafu yakaharibika hapo baadaye. Nataka nikufanye uwe wangu kwa njia sahihi, kwa heshima na kwa namna ambayo hata mama yako atajivunia. Nakupenda Suzy, na si kwa maneno tu. Nimekuchagua wewe, nimekuchagua katika maisha yangu yote ya kupambana. Nimeona watu wengi, lakini wewe ni watu tofauti. Suzy, nataka kujenga maisha na wewe, sio leo tu, bali hata kesho. Ndio maana nafanya kila kitu kwa utaratibu. Tafadhali Suzy, naomba niamini. Suzy anasema maneno yake Derek yalikuwa matamu, yenye utulivu na yaliingia moja kwa moja moyoni mwangu. Kwa muda ule nilihisi kama nimepata majibu niliyokuwa nayatafuta, lakini bado niliendelea kuwa na shaka kama hayo maneno yalikuwa ni maneno ya kweli kutoka moyoni au alikuwa ananitania, au yalikuwa ni mwanzo wa hadithi nyingine ambayo sikuwa bado naielewa. Suzy bado anaendelea kueleza. Suzy anasema maneno ya Derek yalinituliza, lakini hakuondoa kabisa ile hali iliyokuwa moyoni mwangu. Nilimwangalia kwa makini Derek, kisha nikavuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti iliyokuwa imejaa msisitizo. Nikasema, sawa Derek, kama kweli hayo yote unayosema ni ya dhati, basi na mimi nina jambo langu moja ambalo nataka ulizingatie. Derek alinitazama kwa makini, akionyesha yuko tayari kunisikiliza. Basi mimi niliendelea kuongea. Nikasema, yani Derek, hata uko kwenye biashara zako, sitaki uwe unaongea na wanawake ovyo. Derek alikunja uso kidogo kana kwamba kutarajia kusikia neno hilo, lakini mimi sikuishia hapo. Nikaendelea nikasema, najua na wateja wa aina mbalimbali, lakini wateja wa kike punguza mazoea nao. Sitaki kuona unachekacheka nao ovyo
kuzoeana nao au kuwa karibu nao kuliko ulivyopaswa. Sauti yangu ilianza kubadilika, ikionyesha wazi kile kilichokuwa ndani ya moyo wangu. Nikasema, Derek, mimi sipendi kabisa. Sipendi kuona mwanamke mwingine anapata nafasi yoyote kwako, hata kama ni biashara. Jitahidi kuweka mipaka. Nilimsogelea kidogo Derek, nikamtazama moja kwa moja machoni. Nikaendelea kusema. Nikasema, najua Derek, najua unaweza kusema kwamba nina wivu. Ndio, nina wivu, na si wivu wa kawaida. Mimi ni mwanamke ambaye sipendi kushare kile ninachokipenda. Nilitikisa kichwa kidogo, nikaendelea kumwaga hisia zangu bila kujizuia. Nikasema, Derek, sitaki kusikia una rafiki wa kike. Sitaki kuona unachati na wanawake usiku. Wala sitaki kusikia kuna mwanamke anakuita karibu na wewe kila wakati. Hayo yote sitavumilia. Basi kulikuwa na ukimya mfupi baada ya mimi kuongea maneno hayo. Kisha nikamaliza kwa kusema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa. Nikasema, Derek, kama kweli unanipenda Derek, basi nionyeshe pia kwa kuniheshimu kwenye hilo. Mimi nataka kuwa mwanamke pekee kwenye maisha yako, sio mmoja kati ya wengi. Suzi, mimi nilikuwa na wivu ajabu, na sikuwa tayari kuficha tena. Derek aliniangalia kisha akasema, Suzi, haijalishi nini kitakachotokea kwenye hadithi hii nzuri ya mimi na wewe. Natumaini unajua kuwa hakuna hata siku moja ambayo sikukuchagua. Hakukuwa hata na dakika moja ambapo ulikuwa chaguo la pili au nafasi ya pili kwangu. Kamwe haijai kutokea. Suzi, Derek, mimi ninakupenda na nitakupenda hadi mwisho wa safari yetu. Katika maisha haya, maisha yajayo na maisha yote yale, nitakupenda kwa kila tone la mwisho wa moyo wangu. Ni wewe Suzi, na daima umekuwa wewe. Na siku moja itakuwa mimi na wewe pamoja na kwa furaha milele. Ninachotamani katika maisha yetu ni uhusiano ulio safi na mtakatifu, na Mungu akiwa kiini cha kila kitu kwetu. Uhusiano usio na michezo, usio na uongo, bali upendo halisi na wa kweli, na upendo wa milele. Upendo unaojengwa juu ya imani, heshima na maombi, upendo wa rohoni na moyoni. Suzi, punguza wivu. Wivu ndio utakuwa chanzo kikubwa sana cha mimi na wewe kuanza kuwa na migogoro katika maisha yetu. Suzi anasema. Baada ya Derek kuongea maneno hayo, nilimwangalia usoni kisha nikamwambia. Nikasema, Derek, huenda kuna wakati ambao nakuwa na kukwaza, lakini nisamee Derek. Sio mimi, ni upendo, ni moyo wangu Derek. Nawaza kupita kiasi, sio kwa sababu sikuamini, bali ni kwa sababu najua jinsi nilivyo rahisi kubadilishwa. Nawaza sana kwa sababu najua si bora kama wao kuwa wako. Nawaza sana kwa sababu ninaogopa kukupoteza. Suzi anasema, wakati naendelea kuongea na Derek, basi simu ya Derek iliita. Na wakati simu ya Derek inaita, Derek alitoa simu yake mfukoni na kuisogeza mbele ili ajue ni nani ambaye alikuwa anampigia simu kwa wakati huo. Basi jina ambalo lilitokea katika skrini ya simu yake liliandikwa Mage. Baada ya mimi tu kuona lile jina, nikakuta sira zimenipanda. Basi Derek akapokea ile simu. Upande wa pili ulisikika ukisema, "Halo Derek, nimekutafuta siku nzima ya leo, ulikuwa upatikani. Na kuna mtu nilimwagiza mzigo hapo, lakini ulikuwa upatikani. Sasa sikiliza, nilikuwa naomba kesho asubuhi na mapema, naomba niandalie mzigo, kuna mtu namtuma." Derek akasema, "Sawa Mage, nimekuelewa. Na samahani pia kwa kunitafuta na ukashindwa kunipata. Simu yangu mchana ilikuwa na changamoto, lakini tayari nimeshaitatua hiyo changamoto. Basi asubuhi nitajitahidi niamke mapema ili nikakuandalia huo mzigo." Mage akasema, "Sawa Derek, naiamini kazi yako." Lakini kabla Mage hajakata ile simu, nilimpokonya Derek simu na kuanza kuongea na yule Mage. Nikasema, "Hivi wewe mwanamke, unajisikia vipi kumpelekesha mume wa mtu? Eti sijui nimekutafuta siku nzima upatikani. Kama mtu alikuwa patikani siku nzima na umemtafuta hujampata, huwajua watu wengine? Kwani hiyo biashara hapo sokoni anao tu Derek na sio wengine? Eti nimekutafuta siku nzima." Wewe mwanamke, ukome tena, ujishikilie hapo hapo. Eti nimekutafuta siku nzima sikupati. Umpati mume wa mtu, unaumwa na unampa masharti, unampangia muda wewe. Unanijua? Au alikwambia ana kazi nyingine za kufanya zaidi ya kupakilia huo mzigo wako? Derek akawa anang'ang'ana kuinyang'anya ile simu. Mimi sikutaka kumsikiliza Derek chochote kile. Mimi kwa wakati huo hasira zilikuwa zimepanda juu. Kwa nini Derek aanze kumbembeleza mteja wake, tena mteja wa kike? Mimi nikaendelea kumshushia lawama yule mteja wa Derek ambaye anafahamika kwa jina la Mage. Yule Mage akaendelea kushangaa. Akasema, "Dada, kwani kuna nini? Derek ni mteja wangu wa miaka mingi. Hatujaanza leo wala jana. Ni mteja wangu ambaye tunaaminiana. Na kama kosa mimi kumtafuta Derek, basi nisamee. Lakini kama Derek amebadilisha utaratibu wa kutafutwa,
angeniambia, nikamwambia wewe koma. Si kila kitu ambacho Derrick anakifanya lazima akupe taarifa. Akupe taarifa wewe kama nani? Kwani lazima ziwe pesa zako dada? Kuna watu wengi katika mkoa huu ambao ni wafanya biashara tofauti na Derrick. Sasa na kwa taarifa yako nakwambiaje? Derrick atoki hiyo asubuhi. Atatoka kwa muda ninaotaka mimi. Basi Derrick kwa hasira alinyang'anya ile simu kisha akatoka nje na kuanza kumwomba msamaha Mage. Alisema, Mage naomba nisamee. Ni mke wangu tu ana wivu ajabu. Nisamee mimi Mage. Mage akasema, hapana Derrick. Kwa kweli mimi sijapenda. Mimi na wewe tunaheshimiana. Ni lini nimekuvunjia heshima Derrick? Sijapenda. Na huo mzigo acha. Derrick akaendelea kuomba. Akasema, Mage hapana. Unajua hiyo pesa naitegemea sana. Na mzigo mimi umebaki kidogo sana. Na pesa yako ni moja ya pesa ambayo nilikuwa naitegemea sana. Tafadhali Mage nakuomba. Naomba nikufuate. Naomba nikufuate basi tuongee. Yule Mage akakata simu. Nilimuona Derrick akiwa amekasirika. Tangu nianze kuishi na Derrick kwa mara ya kwanza, nilimuona Derrick akiwa amekasirika kuliko kawaida. Lakini moyoni mwangu bado sikujutia. Niliona ni haki yangu kulinda penzi langu. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Suzi, hadithi isiyoisha. Je, ni kipi ambacho kitafuata baada ya Suzi kumpa maneno makali mteja wa Derrick? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kwa jina la Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Suzi, hadithi isiyoisha.